Vijana ndiyo nguvu ya taifa lolote lile duniani. Vijana ndio watu ambao wanaweza wakaleta mabadiliko yoyote duniani. Vijana wasipotambua nafasi yao na wajibu wao, taifa linakuwa limeharibika. Vijana wasipotambua nafasi yao na wajibu wao, Uislamu unakuwa umeharibika. 1928 katika nchi ya Misri kulikuwa na mtu mmoja alikuwa akiitwa Dr. Hassan al-Banna. Alianzisha chama kilikuwa kinaitwa Muslim Brotherhood, Ikhwani al-Muslimin, na moja kati ya harakati zake ilikuwa ni kuwahusisha vijana na kuwahamasisha vijana kuhakikisha ya kwamba wanaijenga nchi yao ya Misri. Siku moja aliwahi kuambia, mushkilatun kulli ummatin fi shababiha, matatizo yoyote mnayoyaona katika taifa la aina yoyote, katika jamii ya aina yoyote, matatizo yale yanatokana na vijana wake. Fa in salahu salahatil umma, ikiwa vijana watakuwa wapo sawasawa, basi jamii nzima na taifa zima litakuwa limesalimika. Mafuhumu mukhalafa, ikiwa vijana watakuwa hawapo sawasawa, maana yake jamii na taifa litakuwa limeharibika. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Vijana wakiwa sawasawa, wakiwa na imani ya sawasawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia uongofu. Vijana wenzangu wa Kiislamu, sisi kama vijana wa Kiislamu tuna wajibu wa kuweza kuijenga nchi yetu, kujenga Uislamu wetu, kujenga mitaa yetu, familia zetu na maisha yetu kwa ujumla. Uislamu unatufunza ya kwamba tunapokuwa vijana tuna wajibu wa kuonyesha impact ya ujana wetu. Ni kwamba kwa kiwango gani ujana wako umeweza kuleta athari katika mtaa wako unaoishi. Ni kwa namna gani ujana wako umeweza kuacha athari Temeke. Ni kwa namna gani ujana wako umeweza kuacha athari katika taifa lako la Tanzania. Ni kwa namna gani ujana wako umeweza kuleta athari katika Uislamu wako.